Yes, karibu sana mtazamaji wa Singano Media. Tuendelee kuzizungumza taarifa mbalimbali za kimichezo. Mambo ni mengi sana ya kimichezo, kubwa zaidi ukiwa ni mwezi Novemba na ukiwa ni mwanzo wa mwezi kabisa. Mambo ya kimichezo ni mengi kabisa, na kubwa zaidi ya taarifa kubwa ni mara baada ya draw ya CAF Champions League pamoja na draw ya kombe la shirikisho barani Afrika kufanyika hii leo Novemba 3, ambayo imekusanyika vilabu mbalimbali kabisa barani Afrika. Na kwa upande wa Tanzania ni timu mbili, kwa upande wa Young Africans lakini pia upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kombe la shirikisho barani Afrika ni Azam FC na Singida Black Stars. Wao tayari kila mmoja amemjua mpinzani wake hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa Young Africans na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika, Azam FC na Singida Black Stars wamewajua wapinzani wao. Ni kipi ambacho kinakwenda kutokea kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika? Ni pamoja na patashika nguo kuchanika baada ya uchaguzi mkuu kufanyika na mara baada ya kumalizika, na ni mara baada ya Tanzania kukosa internet. Na hii leo Novemba 3 mapema kabisa majira ya jioni shangwe endelemo, lakini pia ilikuwa ni mara baada ya kurudishwa kwa mtandao ama kurudi kwa internet. Na taarifa kubwa ambayo nakusogezea mezani siku ya leo ni kombe la klabu bingwa barani Afrika. Simba Yanga wameangukia kwa nani? Azam FC, Singida Black Stars wameangukia kwa nani? Tukianza na upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kundi lao wao mshiriki wa Tanzania ambaye ni wekundu wa Msimbazi Simba, wapinzani wake watatu ni timu za aina gani? Ambaye Simba ameangukia kwa Petro de Luanda, lakini pia ameangukia kwa Esperance Tunisi, lakini pia Stade Malien. Ukizimulika hizi timu tatu, tunaanzia na Esperance Tunisi ambaye yeye ndio wa kwanza kabisa, yupo katika nambari 1, lakini Simba yupo katika nambari 2, nambari 3 akiwa ni mpinzani Petro de Luanda, lakini pia Stade Malien yeye akiwa katika nafasi ya 4. Inaamulikwa ni timu za aina gani ambazo zimekutana na wekundu wa Msimbazi Simba? Ni Esperance Tunisi ambaye ana uzoefu mkubwa sana kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na mara kadhaa amekuwa akifanya vizuri kabisa. Esperance Tunisi ambaye amekuwa akifika nusu finali klabu bingwa barani Afrika, lakini pia hata finali amekuwa akicheza mara kadhaa ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia Simba amekuwa na uzoefu wa kucheza robo finali za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia kombe la shirikisho barani Afrika. Na ikumbukwe msimu uliomalizika Simba alicheza finali zidi ya RS Berkane kutokea pale nchini Morocco. Lakini Simba hivi sasa yupo katika ligi ya mabingwa barani Afrika na ameangukia kwa Esperance Tunisi. Lakini pia tukimulika Petro de Luanda, ni mpinzani ambaye alifanya makubwa sana kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na ni mpinzani ambaye hana uzoefu mkubwa sana kwenye mashindano haya ya kimataifa. Ni wazi kabisa mara baada ya kuteteleka misimu kadhaa nyuma na ameibuka tena upya kwa nguvu kubwa kabisa, na ikumbukwe amechukua ubingwa kwenye taifa lake. Na Petro de Luanda ni timu ama ni mpinzani ambaye si kinyonge ama si mnyonge zaidi kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini pia tukimulika Stade Malien, ni mpinzani ambaye anaenda kucheza na Simba, lakini pia kwenye hili kundi Simba amepewa nafasi kubwa kabisa ya kukwea robo finali. Lakini pia Esperance Tunisi naye pia amepewa nafasi kubwa sana ya kutua robo finali. Kwa hiyo Simba ataminyana na Esperance Tunisi, lakini pia Stade Malien pamoja na Petro de Luanda. Hili ndilo kundi ambalo Simba amepangiwa nalo katika ligi ya mabingwa barani Afrika hii leo Novemba 3, mara baada ya kukamilisha hatua za awali lakini pia second stage ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So Simba atakwenda kuminyana na wapinzani vigogo kabisa, haswa tukimulika Esperance Tunisi ataenda kumpa kashikashi kubwa sana Simba. Lakini pia ni mpinzani ambaye anatokea Tanzania ambaye anapewa nafasi kubwa kabisa ya kushinda na kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika. So Simba ama Esperance Tunisi ama Stade Malien ama Petro de Luanda, ni nani ambaye atafanikiwa kufuzu kuelekea robo finali? Ni jambo la kusubiria na kuona. Lakini upande mwingine, upande wa wananchi Young Africans, wao wameangukia kundi la kifo. Young Africans amepangiwa na National Al Ahly, lakini pia amepangiwa na FC FAR Rabat, lakini amepangiwa na GS Kabylie. Hawa ni wapinzani ambao Young Africans anakwenda kukuminyana nao, na ni wapinzani ambao National Al Ahly anapewa nafasi kubwa kabisa ya kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia FC FAR Rabat ni mpinzani
mpinzani ambaye pia anamulikwa kufanya vizuri kabisa. Lakini pia mpinzani kutoka Tanzania namulika Young Africans, ana kazi kubwa sana ya kufanya mbele ya National Al Ahly, lakini pia FC FAR Rabat ambaye amekuwa akifanya vizuri kabisa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kipi ambacho kinakwenda kutokea? Ni jambo la kusubiria na kuona. Lakini comment nyingi, mashabiki wengi wa Young Africans wametoa comment zao na kusema kwamba kundi lao ni gumu. Kundi unaweza ukasema ni kundi la kifo ambalo amekutana nalo la Young Africans. Tunamulika mpinzani kama National Al Ahly, ni mpinzani ambaye amekuwa akifanya vizuri mara kadhaa, na ni mpinzani ambaye anafanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, haswa akicheza finali mara kadhaa. Pia amekuwa akicheza nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia FC FAR Rabat kutokea pale nchini Morocco, National Al Ahly kutokea nchini Misri. Lakini pia tunamulika GS Kabylie, mpinzani ambaye anafanya vizuri kabisa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo ndilo kundi ambalo amepangiwa wananchi Young Africans kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ni nani ambaye anakwenda kupeperusha vyema bendera ya Tanzania? Ni jambo la kusubiria na kuona. Lakini Azam FC kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika amemrudisha Wydad Casablanca Tanzania. Yani Wydad Casablanca atakuja nchini Tanzania kumenyana na Azam FC kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Je, unamwona Azam akiqualify kuelekea robo finali kombe la shirikisho? Ni jambo la kusubiria na kuona. Lakini pia ligi kuu soka Tanzania bara ikirejea kwenye patashika nguo kuchanika, ni mara baada ya purukushani kadhaa kutokea nchini Tanzania. Lakini kubwa zaidi, ligi kuu soka Tanzania bara itarejea. Kumbukwe Simba mchezo wake dhidi ya Azam FC ukiwa umepelekwa mbele, lakini pia mchezo wake dhidi ya TRA United umepelekwa mbele. Ni kipi ambacho kinakwenda kusubiria? Ni jambo ambalo inasubiriwa kutoa ratiba mpya msimu wa 2024-2025. Karibu, tumezungumza mengi sana mtazamaji wa Singano Media, lakini kwa leo tuweke nukta kubwa zaidi. Ni CAF Champions League return back.